Si kuzuri na sio kuzuri hata kidogo tunavyozidi kuzungumza sasa hivi, baada ya Kipchumba Murkomen kuweza kutoa onyo kali kwa wale wote ambao wataweza karibia vituo vya polisi. Vijana wa Gen Z wameweza kujitokeza wakaweza kuzungumza kwamba hawataweza kuuziwa uoga, wataweza kuendelea kufanya maandamano ambayo wamekuwa kiweza kuzidi kuyafanya hadi wakati na ambapo haki itaweza kuja kutokea, na hadi wakati na ambapo haki itaweza kuja kutolewa kwa wale ambao waliweza kujeruhiwa na kwa wale ambao waliweza kupoteza wapendwa wao. Msamaji wangu, tunavyozidi kuzungumza ni kwamba taifa letu limeweza kuwa likiweza kupitia wakati mgumu zaidi, huku maandamano yakiwa ni mengi mazito ambayo yamekuwa kiweza kuzidi kufanyika na kutokea, msamaji wangu. Na hivyo basi sitaki niweze kuzungumza sana, ila kuna video ambayo ningependa niweze kuchezea vijana wa Gen Z wakiweza kuzungumza na kusema kwamba kwa kweli hata kama ni maandamano yataweza kuja kufanyika, wataweza kujitokeza, na hata kama ni polisi wataweza kuja kutoa vitoza machozi, bado maandamano yataweza kufanyika, na hata waweze kuambiwa kwamba wataweza kuwa wanauawa, basi hawaogopi, because the cabinet secretary aliweza kuzungumza kwamba ameweza kutoa ilani kwa polisi, yoyote ambaye ataweza karibia polisi aweze kupigwa risasi na aweze kuiaga dunia. Msamaji wangu, kabla sijakujezea hiyo video na kabla sijakuonyesha video ambayo naizungumzia, ningependa sana, iwapo ni mara kwanza kuweza kupatana na video hii, iwapo ni mara kwanza kupatana na sura hii, tafadhali like video hii. Asante sana iwapo mweze kufanya hivyo. Cha pili ambacho cha muhimu zaidi, msamaji wangu, ni bonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, kabla hatujaweza kuzamia au kuendelea na mazungumzo yetu, makala yetu ya siku ya leo. Asante sana iwapo mweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii na kulike video hii. Mwenyezi Mungu aweze kubariki, aweze kujalia afya njema, maisha marefu popote pale ulipo. Nikukaribishe ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Nilipoanza video hii nilikwambia kwamba vijana wa Gen Z wameweza kutoa onyo kali kwake Rais William Samoei Ruto, kwake Kipchumba Murkomen na wale wote ambao wamekuwa kiweza kutoa onyo kali kwamba maandamano yaweze kusimama kabisa. Msamaji, address tukwambie ili happen hapa kwetu North Kinango. Jamaa wetu wa bodaboda mmoja alishutiwa tukijaribu kuandamana juu ya wizi wa ng'ombe. Sasa tunataka kukuambia wewe Kipchumba Murkomen, hata kama ujue uliaddress OCS wa huku kwetu North Kinango na ametimiza venye ulisema. Na sisi kama raia hatukomi na hatushita na hatutatishwa na mtu. Kama haendi utaona matokeo tena. Na hatuogopi sisi kama Gen Z, sisi tunasema Kenya tunaogopa tu ni Mungu. Sasa ukisema utaua, itabidi utuue sisi wote. Hata sasa tuko kwa station, we are trying to do what we wanted to do. Kijana kwa namna gani sasa hivi? Sasa kijana kulingana na sisi, kijana hali yake si mbaya, lakini yako hali mahututi. Alipigwa risasi ya tumbo, alipelekwa jana theater. Sasa anaendelea kupata nafuu, lakini kijana hayuko poa vile. Kenya nataka kuambia na nataka kuaddress serikali yetu. Wajue kama kuua, kama kushoot na kuua ndio watatutisha, wajue bado mapambano. Jana kulikuja watu hapa wakashikwa, walikuwa wameimba ng'ombe hapa chini kwa APC Church hapo, na wakashikwa wakaletwa hapa na au polisi. Sasa watu walijua kuna watu wameshikwa hapa na watu wengi wameimbia ng'ombe, walikuja hapa kwa fujo. Na walikuwa wanataka kuona hao wezi wa ng'ombe, juu walishindwa ni kila nani wanaiba hizo ng'ombe. Sasa wakati walifika, OCS alikataa watu waone hao watu, na watu wakakaa hapa mpaka usiku. Sasa ile watu walikuwa wanataka wezi kutolewa, ndio watu waliweza kupiga nduru na askari wakaanza kufyatua marisasi. Wakati walifyatua marisasi, ndio sasa mmoja wao huko wa bodaboda alipigwa risasi. Sova kwa hospitali kule North Kinango Hospital, anaendelea na matibabu, na wakubwa leo wamekuja, county commander wameongea, hospitali wameongea, wananchi wameongea mambo yao. So tunangojea vile hao watu watakuja kusaidiana na raia hapa. Asante. Mimi naitwa Bishop Peter Masharia, mimi ndiye mwenyekiti wa chama cha makanisa nchini Kenya, na pia hapa Nyandarua naongoza kikundi cha makanisa. Imekuwa ni jambo ambalo la kuhuzunisha sana, hasa katika eneo hili letu la Ndonyejeru, kwa ile maafa yamepatikana hapa, hasa sana wizi wa ng'ombe
na mmoja wetu ambaye alikuwa amekuja kuleta maramishi yake hapa akashutiwa. Na kile ningeomba wakati county commander wakati amekuwa amekiongea leo, saa hizi wananchi wametoroka wakati wameona magari za polisi zikiingia, na chenye kimefanya ni ile speeches ambayo ilitolewa na cabinet secretary wetu Kipchumba Murkomen, ambaye akasema watu wakipatikana karibu police station washutiwe. Hiyo sio docket ambayo ni ya kupatiwa mtu ambaye hana kuchunguza mambo yake ya kiusalama. Hali ya usalama katika taifa ya Kenya ni jambo ambalo la maana sana. Kwa hivyo ningeomba aweze kukanusha hayo mambo ambayo aliongea, kwa sababu mtu akiona askari na askari ndiye mwenye kulinda mwananchi atakuwa anatoroka. Kwa hivyo lazima aongee kwa taifa mzima, ama kama ameshindwa na hiyo docket abadilishwe, kuwekwa mtu mwingine ambaye this docket of security is very inakuwa ya maana sana. Kwa hivyo mtu asichezee kama vile inachezewa. Kwa hivyo serikali na security ni kitu ya maana kwa mwananchi. Kwa hivyo ni vizuri aweze withdraw hayo mambo ambayo aliongea, kwa sababu iko na inaendelea. Mtu akikosea, na kama mtu amekosea, ni vizuri aweze kushikwa, ashukuliwe ile hatua ambayo inamkabili, na pia ishukuliwe kwa haraka, sio kuweka kama vile wamewekwa hapa siku mbili ikiwa wamelala hapa alafu ndio kubadilisha ile kesi na kuashiria hao washukiwa. Tusiharibu mali yetu, tusichome police station ama nyumba zingine, kwa sababu hizi ni mbinu ya kupitisha. Msamaji wangu ni ni wakaaji wa Kinangop wakiweza kuzungumza, huku wakiweza kuuliza swali moja na kuweza kumtaka huyu ambaye ni Cabinet Secretary of Interior Kipchumba Murkomen aweze kuomba msamaha kwa yale maneno au kwa ile matamshi aliyoweza kuyatoa, kwamba wala wote ambao wataweza karibia kituo cha polisi waweze kupigwa risasi. Maneno haya yaliweza kuchukuliwa vitofauti sana na watu mbalimbali katika taifa la Kenya, na pia tumeweza kuona mataifa ya nje pia yameweza kujitokeza na yakaweza kutoa pia maoni mbalimbali, maoni tofauti kuhusiana na kile ambacho kiliweza kufanyika katika taifa la Kenya, maandamano ya Gen Z na kile ambacho Kipchumba Murkomen aliweza kukizungumza, msamaji wangu. Na sasa hivi tunavyozidi kuzungumza, as we are talking now, taifa letu liko mahala ambapo, msamaji wangu, Rais William Samoei Ruto imeweza kumbidi aweze kujitokeza na kusema kwamba yuko tayari kuweza kuondoka, na hivyo basi alisema hivi, nikiweza kumnukuu, I am ready to go but on one condition. Which condition is this? Amesema kwamba lazima ifike 2027 Wakenya waweze kuamua kama watampigia kura ama hawataweza kumpigia kura. Huku naibu wake amesema kwamba 2027 asubuhi na mapema wataweza kushinda wapinzani wao ambaye ni Rigathi Gachagua na wale wengine wote ambao wamekuwa kiweza kuzidi kuonekana ni kama wanasema kwamba huyu ambaye ni Rais William Samoei Ruto hatoshi, na 2027 ataweza kukua ambaye anapitia wakati mgumu zaidi na hataweza kushinda hata kidogo. So hayo ndiyo ambayo yanazidi kuendelea, msamaji wangu, huku siasa katika taifa la Kenya zikiwa zimeweza kushika chini. Na hivyo basi pia, msamaji wangu, tunaona kwamba kila ambacho kiliweza kutokea siku kama mbili ambazo ziliweza kupita, maandamano ya Gen Z, siri hizi nzito zimeweza kuanza kutobolewa hatua baada ya hatua. Na katika video yetu ya kesho asubuhi nitaweza kuletea video ambayo moja kwa moja inazidi kuashiria, inazidi kuonyesha kila ambacho, msamaji wangu, tulichoweza kufichwa katika mitandao ya kijamii. Nimekuwa nikiweza kufanya my own investigation, nikasema lazima video hii nitaweza kukuletea, niweze kukuelezea uweze kuona siri nzito ambayo tumekuwa tukiweza kuzidi kufichwa. Ila kwa sasa sitaki niweze kuzungumza sana, lakini na swali moja ambalo ningependa niweze kuuliza. Do you think kwamba Rais William Samoei Ruto ataweza kujiuzulu? Do you think kwamba vijana wa Gen Z wataweza kufaulu kuweza kumuondoa Rais William Samoei Ruto? Tupe maoni yako kwenye comment section, na pia tena, mtazamaji wangu, usahau kuweza kulike video hii na kunibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe ile chini ya video hii. Bye bye for now and I'll see you guys in our next video. Please subscribe.